sifa ya mtume wa Allah, namna alipokuwa akiswali. Mtume wa Allah alikuwa anaswali vipi? Faqala, akasema biqilaba mithla salati shaykhina hadha, ulikuwa ni mfano wa swala. Tukasema neno shaykhina, shaykhina ni kuna ajuz na kuna sheikhul kabir. Hizi ni nafasi za watu wazima. Miaka ngapi hiyo? 100. Huu ni ajuz, sawa. Lakini tukisema sheikhun ni mtu mzima, lakini takriban kama kapata miaka mingi duniani ama kaishi basi kuanzia miaka 80, 75 mpaka 65, huu ni sheikhul kabir, ni mtu ambaye ni mzima. Ajuz ni kile ambacho kikubwa. Tulia kusoma hadithi moja wale ambao walikuwepo kwa nyuma, sisi katika mlango gani tu tulisoma, tukamkuta yule bwana mmoja yule bibi mmoja aliyemkirimu mtume wa Allah nyumbani kwake. Dana rasala kaifa kana yusalli ya Rasulullah, namna gani alipokuwa akiswali mtume wa Allah. Ya huyo mtu mzima, huyo mtu mzima alikuwa ni Amru ibn Salama, Amru ibn Aslam. Tayib, alikuwa ni Amru ibn Aslam. Amru ibn Aslam ni sahaba wa mtume wa Allah. Amru kwa kitako, idha rafa ra'sahu, anaponyanyua kichwa chake, mina sujud, katika sijida, kabla an yanhadha, kabla ya kunyanyuka katika rakaa ya pili. Yani yeye alikuwa akikaa kitako, idha rafa ra'sahu, anaponyanyua kichwa chake, mina sujud, kutoka katika sijida, kabla an yanhadha, kabla ya kunyanyuka katika rakaa, hatta yabdu wa bayadu ibtaihi. Naam, kutoka kwa Abdillahi ibn Malik bin Buhaina, radhi za Allah ziwe juu yake, anasema akielezea namna ya mtume alivyokuwa akiswali, anna nabiyya, alikuwa mtume, kana alikuwa idha salla, wakati anaposwali, faraja baina yadaihi, basi utakunjua hii mikono kwa namna ya watu walivyokaa. Lakini Abdillahi ibn Malik anasema anna nabiyya, hakika ya mtume, kana alikuwa idha salla, wakati anaposwali, faraja baina yadaihi, huitanua baina ya mikono yake, anaitanua baina ya mikono yake wakati wa sijda, hatta yabdu wa bayadu ibtaihi,